kwa sababu umejikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uislamu la mwisho tumalize siku yetu ya leo, jambo ambalo kwamba leo limekimbiza baraka katika maisha yetu, la mwisho kabisa. Kwanza kuna ubakhili. Ubakhili wa kwanza huu, ubakhili. Yaani katika maisha yetu sisi mikono yetu ni ya kupokea, hatuna mkono wa kutoa. Mikono yetu tumezoea kupewa tu, hatutaki kupokea. Na tunaambiwa ndugu zangu wa Kiislamu, tunaambiwa hivi. Ukiambiwa kutoa haimaanishi kwamba yule mwenye mapesa mengi mamilioni atoe. Hata wewe uliowafikiwa 100 hiyo, ukimuona mtu anahitajia 10, ile 10 ukimpatia katika maisha yake ataiona ni 100, mpatie. Mungu atakubarikia katika maisha yako. Ndio kaambiwa kila mwenye kutoa dala pesa yake, kila anapotoa sadaka, kuna malaika wawili anamwombea Allah. Mwenyezi Mungu anamwambia mpatie yule mwenye kutoa badali na mpatie yule mwenye kuzoea kupotea. Kila ukitoa Mungu anakupa badali. Lichunguze hilo. Ukitoa sati Mungu anaweza kupatia 1000 ya ghafla, hujui atoka wapi kwa kule kutoa kwako. Leo hatutaki kutoa. Sisi tuko kwenye shimo, tunataka kubebwa, hatuna juu. Yaani tunapenda kupewa tu, kupewa. Hata mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna watu wameketi tu wataka kuganyizwa. Wewe utaganyiza lini? Utatoa lini? Sina wewe utoe. Hataki kutoa. Ganyizo yetu ile. Hilo la kwanza. Ubakhili. La mwisho kabisa ndugu zangu wa Kiislamu, ambalo kwamba la hata tukose baraka katika maisha, ni uvivu. Hatutaki kufanya kazi hatutaki. Wataka tulale tu, ulale kwa mama yako tu kuanzia asubuhi mpaka saa 6. Kiamko muulize mama chai yangu iko wapi? Wali wangu uko wapi? Basi hiyo ndio ataka. Baraka itaenea vipi katika maisha yako? Utapata vipi baraka katika maisha? Huwezi kubarikiwa. Yaani wewe ulale tu, ulale. Kizungumza hivyo kuna watu kwanza huu mwezi mtukufu wa Ramadhani umefanya ni mwezi wa kulala. Yaani saa hizi amelala, akiamka sana ni saa 9 hivi. Aoge, basi akiti maskani angalie wanaopita, basi akitoka hapo angalie watu wengine kule. Hiyo ndio kazi yake. Kufanya kazi yeye hataki. Ikifika jioni atafute marungi yake iko wapi na maji baridi, basi ndio maisha yake. Baraka utaoa lini wewe kijana? Baraka ya Mungu utaipata vipi katika maisha yako? Uvivu. Waislamu nataka kuelezea kama kuna watu ambao kwamba walikuwa wakitarajia manna na salwa ilikuwa ni mitume. Lakini mitume wote unaoona walifanya kazi, walikuwa wakifanya kazi. Mtume wetu Muhammad salawatu rabbi wa salamu alikuwa ni mfanya biashara mkubwa sana akifanya kazi. Hajasema mimi ni mtume Mungu amenichagua nilale tu Mwenyezi Mungu aniletee chakula ndani ya nyumba. Yaani ile chakula kishuke kwenye uzi wa buliguli, basi uje tu niletewe tonge ule tu. Ingekuwa ni mitume. Ukimwangalia baba yetu Adam, alikuwa ni mkulima mzuri sana. Alikuwa ni mkulima, kilima vizuri mashamba yake. Wewe hutaki kufanya kazi, wataka baraka, wataka kheri ienee katika maisha yako, vipi? Haiwezi. Mwangalia baba yetu Nabii Allah Zakaria, Nabii Allah Zakaria alikuwa akitembeza nguo. Alikuwa akiuza nguo. Wewe hujaanza kuuza leo. Wewe Juma na Hussein hujaanza kuuza nguo leo. Alianza mitume akizungusha nguo. Akienda kule akienda huko akizungusha nguo. Ndio alianza kufanya kazi hiyo. Hawa. Ukimwangalia Nabii Allah Daud, alikuwa kazi yake ni kushona vikapu na mikeka akishona. Walikuwa na kazi. Nabii Allah Nuh alikuwa kazi yake ni kufanya kazi ya useremala. Kushona mbao kama hizi, vitanda, milango. Wewe wataka uketi tu, kazi hutaki. Ulale tu. Baraka hiyo itaenea vipi katika maisha yetu? Tutaitafuta baraka, tutaizengea baraka, haiwezi kuenea katika maisha yetu. Kwa sababu hatujafuata njia za kupata baraka, hatujafuata njia ya kupata baraka. Ndugu zangu wa Kiislamu, ya kuzungumzwa ni mengi. Kwa mnasaba huu, hali za watu zasema tushachoka, tuko taabani. Kwa hiyo hapa tulipofikia ndugu zangu wa Kiislamu,
haya niliyozungumza natarajia yatanisaidia mimi na wote walioyasikia. Tumuombeeni Mungu atupe baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu atupe maghfira katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tudumu katika haya yote tuliyozungumza, tuishi nayo katika maisha yetu ili tuweze kufaulu fil hayati dunia wa fil akhirah. Hapa tulipofika, tumuombeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu wa billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapa tulipofika, tutamkaribisha ndugu yetu imamu wetu Ustadh Muhammad sahibul maqam na sahibul makani ili aweze kutukamilishia kule ambapo kwamba hatujakamilisha vizuri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tafadhali mashkuran wa mahjura ya Mustafa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Naam. Khatibu alhamdulillah amezungumzia katika suala adhimu la baraka. Leo mimi na wewe twaenda mbio asubuhi hadi jioni, twalia